Kwanza nashukuru sana kwa kupewa fursa hii ya kuzungumza walau kuwasalimia wananchi wa Arusha. Yes, mimi ni Jemedari Saidi bin Kazomari. Ni mwandishi wa habari ambaye ni mwandishi wa habari za michezo, ni mchambuzi, ni CEO wa timu ya jeshi ya JKT Tanzania. Ni kocha mwenye leseni A ya ukocha, ni mchezaji wa zamani. Na nimefurahi sana nilipomwona mzee anakumbusha kuhusu kuwa na timu hapa Arusha, kwa sababu wakati nacheza mimi nimecheza hapa na AFC ya Arusha. Lakini pia Arusha kuko na timu kabla ya AFC, Ndovu ilikuwepo huku, wakina Mwanga Luhea. Ilikuwa ni sehemu ngumu sana, hata Yanga na Simba kuja kucheza kulikuwa pagumu mno. Na kwa umaarufu wa jiji la Arusha kukosa timu kwa kweli inasikitisha. Mimi leo nimekuja Arusha mara ya pili mwaka huu. Nilikuja wakati timu yangu ya JKT ilipokuja kucheza na Coastal Union. Coastal Union ni ya Tanga, inacheza Arusha. Maana yake wananchi wa Arusha wakaona ligi kuu kwa msaada wa timu ya Tanga haijakaa sawa sawa. Sehemu yenye wapambanaji kama kaka yangu Kayombo, mkuu wa mkoa, na mimi, kuna huu umuhimu wa kuleta timu ya ligi kuu ambayo itaendana na mandhari ya jiji la Arusha na pilika na ule ushababi. Mna mkuu wa mkoa ambaye sisi Dar es Salaam tulikuwa naye. Nyinyi naye mwaka mmoja tu hapa inaonekana kama vile na miaka 5, sababu pilika zimekuwa nyingi. Yes, asingeweza kufanya yote kama alivyosema, asingeweza kuanzisha kila jambo, lakini kwangu mimi kama mwana michezo, na mimi na priority zangu, mojawapo ni hiyo. Kwa hiyo ningetamani kuona timu inakuwepo. Lakini nilikuja baada ya kusikia jambo la utiaji saini kuhusu ujenzi wa kiwanja. Ni jambo jema, sababu mimi kwa kwangu mchezaji, kwa kwangu kocha, sehemu ambayo shughuli za kiufundi zinafanyika ni sehemu ya kiwanja. Kiwanjani pale ndipo shughuli za kiufundi zinafanyika. Nimefanya kazi TFF na kaka yangu Karia akiwa makamu wa rais, mimi nilikuwa kaimu mkurugenzi wa mashindano, na yeye akiwa makamu wa rais wakati wa Jamali Malinzi. Lakini mimi kwa kwangu kocha pia, nikiwa TFF nilikuwa pia meneja wa leseni za vilabu, club licensing manager. Kuna criteria ambazo zinahusiana na leseni za vilabu. Mojawapo ni infrastructure. Kwenye infrastructure tunasisitiza sana viwanja. Kiwanja kiwe cha mandhari gani? Kile nilichokiona kwenye prototype ambayo manispaa inakwenda kujenga, that's the perfect pitch ambayo itakwenda kuwaweka sehemu ya juu kabisa. Nimeona vitu vingi na vimezungumzwa, watu wametangulia kuvisema hapa. Mtu alikuwa anazungumzia kuhusu miradi na kiwanja kitakavyokuwa, ni vizuri, lakini mimi nataka kutoa ushuhuda. Sisi tuna kiwanja chetu cha Meja General Isamuhyo. Mtu akitaka kufanya mazoezi analipia milioni 1. Wanaokuja kucheza mechi ya ligi tu ya ndani wanalipia milioni 6. Maana yake ni sehemu pia ya kuingiza mapato. Lakini tunakuja kwenye AFCON, nitakuwepo hapa. Nilikuwepo AFCON ya Ivory Coast, nikwenda. Naona viwanja ambavyo watu wanafanyia mazoezi. Na cha kwetu pale cha Isamuhyo kimechukuliwa kwa ajili ya mazoezi ya AFCON hii ya chani, kwa ajili ya chani. Na vyenyewe vinavyotengenezwa, maana yake kuna nchi zitakuja kufanya mazoezi kwenye hivyo viwanja. Itakuwa sehemu ya kuingiza mapato kwa halmashauri ya jiji. Hakiwezi kukaa hivi hivi baada ya AFCON. Ndipo hapo tunapofikiria kwamba tupate na timu ambazo zitakuwa zinacheza hapo baadaye. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa amezungumza sana, rais wa TFF Wallace John Karia, na mimi kwa sababu nimefanya naye kazi mimi mwenyewe wakati nafanya kazi TFF, lakini pia tunashirikiana kwenye mambo mengi. Na kutoa ushuhuda mmoja tu, mwaka huu nchi 3 Afrika zimeweza kufuzu kwenye kila shindano lililoandaliwa na CAF. Nchi hizo ni Morocco, Senegal na Tanzania.
Sisi wenyewe hapa inawezekana hatujijui, kwenye nchi zote hapa Afrika ni nchi 3 tu, Tanzania ikiwemo. Hatujawahi kufanya hivyo huko nyuma. Hatufanyi hivyo wakati huu wakalia kwa kubahatisha. Tunafanya kwa sababu watu wameweka mipango madhubuti na wanaitekeleza. 2019 amezungumza mkuu wa mkoa hapa, mara ya pili tunaingia kwenye AFCON baada ya 1980, lakini pia tukaenda tena AFCON iliyopita. Tulikuwa hatujawahi kupata alama kwenye AFCON, lakini AFCON iliyopita tumepata alama. Sasa hivi nchi hii inatoa timu 4 kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Huko zamani tulikuwa tunatoa timu 2 tu. Haikutokea kwa bahati mbaya, kwa sababu watu wamefanya kazi. Hizi timu hizi leo zinazungumza haya yote wanaozungumza, lakini ukweli ni kwamba unapoingia kwenye mashindano ya kimataifa, FA ya nchi yako ina play part kubwa kuhakikisha wewe unafika mbali kwenye mashindano. Simba hawezi kukataa, wamesaidiwa na TFF ya kufika finali ya Afrika. Hata wangekuepo hapa au wakisikia speech hii, hawezi kukataa mchango ambao TFF walifanya mpaka wao kufika finali hiyo iliyopita. Hakuna timu inaweza kufanikiwa ambayo haishirikiani na FA ya nchi yake, haipo. Lakini sisi tunasoma, mimi nasoma Tanga, namalizia bado moduli 1 kwenye kituo cha ile technical center pale. Wanakuja watu kusoma kutoka nchi zinazotuzunguka. Mmoja kati ya wakufunzi wetu, Hana Janza, ni Mzambia, anaishi Uingereza. Alisema Tanzania kusini mwa jangwa la Sahara ndio nchi peke yake inafanya kozi nyingi kuliko nchi nyingine yoyote. Mmoja kati ya watu wanaosoma pale ni Mwafrika wa kwanza kucheza ligi kuu ya England EPL, anaitwa Peter Ndlovu. Sisi tunasoma naye darasa moja. Huyu ni meneja wa klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini ameacha kusoma huku kote. South Africa hakuna, Zambia hakuna, Zimbabwe kwao hakuna. Anakuja kusoma Tanga pale Mnyanjani. Tuko naye sisi. Lakini watu wanadhani kwamba hakuna kinachofanyika kwenye mpira. Hiyo sio kweli. Mimi ni katika watu ambao nampongeza sana Wallace Karia, rais wa TFF, kwa hatua anazopiga na kuifikisha nchi yake ilipo. Sio mzungumzaji sana, nashukuru, asanteni sana kwa muda huu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndugu yangu Paulo Makonda, Mheshimiwa Josephat Mkude, mkuu wa wilaya, ndugu yangu, umetoka mbali sana. Tulikuwa pamoja wakurugenzi, timu zangu nimekwenda kwenye mkuu wa wilaya, mimi nimekwenda huko. Tumehangaika na maabara sana pamoja na madawati, anajua. Ndugu yangu mkuu wa wilaya ya Longido, mimi kwangu kasema Longido. Kwa hiyo ni kwetu pia Mwanza bado. Mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Arusha, Dr. Wilfred Sekimea, mkurugenzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipende kusema tu itifaki imezingatiwa. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha jioni hii kwa jambo hili la kihistoria katika mkoa wetu wa Arusha. Mimi nilivyoalikwa kuja kwenye hii shughuli, mstahiki meya na mkurugenzi, sikujua kwa nitakuja kukutana na watu wengine hapa, lakini nilisema lazima nije kwa sababu wanafanya jambo ambalo linasaidia kutekeleza mpango mkakati wa shirikisho. Mstahiki meya na mkurugenzi nilikutana nao Ivory Coast wakati wa mashindano ya AFCON. Walikuja kule kuangalia miundombinu ya wenzetu, mmoja akitokea Dodoma na mwingine akitokea Arusha, lakini Mwenyezi Mungu kawakutanisha hapa. Leo wamefanya kitu ambacho mkurugenzi alitembelea mpaka kituo changu cha Tanga kule. Alikuwa anataka akafanye
kama hicho Dodoma, lakini hakuweza. Mwenyezi Mungu amepanga aje afanye mipango hiyo hapa. Mstahiki Meya nimekutana naye siku nyingi. Wakati naanza idea ya kuleta mkutano mkuu wa CUF hapa Arusha, nilianza kuongea naye, na wale wageni niliokuja nao hapa kwenye mkutano wa Sekafa aliwachukua, akatayarisha chakula cha jioni, akawatembeza mjini Arusha hapa, akawaambia kuna jango within the city, kuna msitu pale kati ya ile ambao zamani ilikuwa ni Arusha na upande wa pili kule kwenye yale majengo ya NSSF pale, akawaingiza pale, na mmoja wapo ilikuwa ni katibu mkuu wa CUF ndugu Veron, na tukafanikiwa kuleta mkutano mkuu wa CUF hapa Arusha, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mkutano huo kuja hapa Afrika Mashariki. Lakini pia idea ya kuleta mojawapo ya kituo cha AFCON 2027 kuwa hapa imechangiwa sana na Mstahiki Meya. Mimi niseme tu, mimi ni rais wa shirikisho, yeye ni mwanariadha, lakini ameusaidia sana mpira kwa hapa Arusha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla hujakuja Arusha, yeye ndio alianza na kutengeneza zile dressing room, lakini zilisimama kwa sababu alikuwa hakupata support. Nilipokuja kwako kuripoti, ukaongeza nguvu, ndio zikafanyika zile. Kwa hiyo mimi namheshimu sana, lakini pia aliahidi atanipa eneo hapa ili nitengeneze kitu kama cha Tanga au Kigamboni. Najua haya yatakuja baadaye. Kamani, Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama alivyozungumza, tulikuwa wote Dar es Salaam, na ofisi ya mkuu wa mkoa iko karibu na makao makuu ya TFF. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa naenda kwake kwa shida. Dar es Salaam kuna tabu kidogo pale. Baadaye nikaona anisaidie kwa hamasa kwa ajili ya kuqualify kwa AFCON. Wakati tunazungumza hayo mambo mengine ya AFCON, nikamuonyesha pale makao makuu yetu kwamba mimi nataka niwekeze hela ambazo napata kutoka FIFA, kwamba nyingine napeleka Tanga na nyingine naboresha pale makao makuu. Akaniambia, President, hapana, hii sehemu ni eneo la biashara, wazungu wanasema prime area, usije ukafanya jambo lolote, uwekezaji ni mdogo sana. Hii sehemu itakuwa ni sehemu ya biashara, acha mimi nakwenda kukupa eneo Kigamboni, kama unanihakikishia kwamba una hela utajenga. Nikamwambia na kuhakikishia na dola milioni 2. Akaniambia 20. Alinipa bure, mimi nililipa yale malipo ya kisheria, statutory payment, ili niweze kupata hati. Na kweli nikajenga kile kituo, na dola milioni 2 nyingine nikajenga kituo cha Tanga. Alitembelea mkurugenzi, aliona, na pia kama alivyoongea jemadari, ni sehemu ambayo tunafanya kozi nyingi mpaka za kimataifa. Na mwezi wa 8 kituo cha Tanga kinapandishwa hadhi, kinakuwa FIFA Talent Academy. Lakini kile kituo cha Tanga kimeshafanya matukio mawili makubwa sana. Vijana walioko pale mwaka 2024 ambao tumewalea kutoka kwenye mashindano ya shule za msingi, tukawaweka pale, tukawasomesha Tanga, walishinda wakawa mabingwa wa Afrika kwa umri chini ya miaka 15. Na walikuwa mabingwa, waliwatoa nusu finali Senegali, na finali waliofunga bingwa mtetezi ambaye alikuwa Guinea. Mashindano yalifanyika Zanzibar. Mwaka huu
vijana wengine ambao wametoka pale pale wamekuwa wabingwa wa Afrika kwa mashindano ambayo yamechezwa Ghana, kwa kuwafunga Ghana wenyeji nusu finali na finali waliwafunga Senegal. Kwa hiyo ni makombe ya kwanza ya Afrika yameletwa kwa ajili ya kile kituo. Lakini mwaka 2023 wasichana ambao tuliwakusanya tena kwenye shule za msingi, lakini tulikwenda kuwakuza kwenye Academy ya Fountain Gate ya Dodoma, walichukua ubingwa wa Afrika Durban wa chini ya wasichana chini ya miaka 15. Kwa kutumia vituo hivi, mwaka kesho tunataka tuchukue wasichana, tuchukue na wavulana kokote watakapocheza. Katika mashindano ya Afrika, mashindano 8, kuna nchi 3 ambazo zimeshiriki mashindano yote 7 kama alivyozungumza: Morocco, Senegal na Tanzania. Haya yote ni mafanikio ambayo yamepatikana kwa vituo hivi, lakini pia kwa mipango mizuri ya serikali yetu inayoongozwa na daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan. Baada ya mama Samia kuingia, timu yetu ya wasichana chini ya miaka 15 ilikwalify kucheza kombe la dunia India mwaka 2025. Mimi nishukuru kwa support ninayopata, lakini nikombee mkurugenzi, nikombee mstahiki meya, watu wanaonisaidia. Mheshimiwa Makonda nishamwombea siku nyingi tu, kwa sababu amenifanyia makubwa sana. Nimekubali kupigwa madongo na watesi wangu kwa sababu anasema ukweli, na mimi pia nitamzungumzia, wala sitaogopa lolote, kwa sababu tunafanya kwa faida ya Watanzania. Kama alivyoongea Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mikoa mingi tu imenipa endorsement. Napende kukuambia kwamba uongozi wa chama cha soka cha mkoa wa Arusha ni mmojawapo ya mikoa ile ambayo imenipa endorsement ili niendelee kurudi tena. Nashukuru kwa yote, najua uliwaelekeza, najua mstahiki meya pia uliongea nao na mkurugenzi. Ni siri lakini nazitoa, kwani ni uongo. Niseme tu tutakuwa pamoja, na Arusha naipenda. Nimesoma hapa, nimefanya masomo yangu ya CPA kule na masters zangu zote nimesoma hapa. Kwa hiyo mimi Arusha ni kwangu, ni sehemu yangu, ni nyumbani kwangu, sehemu ya pili baada ya Tanga. Na washukuru Mheshimiwa, niwaombee kila laheri katika mambo yenu yote mnayofanya kuhakikisha kwamba tunamsaidia mama kuweza kutekeleza ilani ile, na sisi kwenye upande wa michezo tunatekeleza. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mpigie makofi mengi.